Hii ni NSN International. Hapa ndiko makao ya watangazaji bora nchini Kenya. Kila siku tunajitahidi kukuletea habari kemkem kwa njia ya ufasaha na utendeti. Hujambo na karibu. Hali ya sintofahamu ilishuhudiwa katika ikulu ya Kenya hii leo baada ya sherehe ya kuzaliwa kwa mtoto wa Charlene Ruto, Ryan Brinks Samoei, kutibuliwa. Kulishuhudiwa hali ya mshike kwa takriban dakika 30 hivi wakati baba mzazi wa Ryan alipokutika na kuingia ikulu ya Nairobi bila kualikwa. Frank Kipchumba, ambaye amekuwa mpenzi wa Charlene Ruto tangu wakiwa chuo kikuu cha Daystar, anasemekana alitorokea nchini jirani ya Tanzania wakati habari za Charlene kubeba ujauzito wake zilimfikia William Samoei Ruto kwa kuhofia maisha yake. Inasemekana utengano huo ulisababisha Charlene kuhisi upweke na kutafuta mchumba mpya kutoka Afrika Magharibi, hususan Nigeria, mwenye wamekuwa wakipanga ndoa kwa muda wa miaka 3 sasa. Hiyo jana, mama wa kwanza wa taifa Rachel Ruto alionekana mwenye wasiwasi sana, hali iliyompelekea kujifungia kwa chumba chake cha kulala na kukesha akifanya maombi. Ikumbukwe, Charlene Ruto amepotea kutoka uso wa umma tangu kupatikana na kashfa ya kuendesha ofisi ya binti wa kwanza wa taifa kinyume na katiba kwa kutumia pesa za umma kwa muda mrefu hadi kuzua tetezi za kwenye alikuwa huu wakati wote. Sasa imebainika ya kwamba alikuwa na mawazo chungu mzima kwa kusikia mpenzi wake wa zamani amerudi nchini, ili hali alikuwa amepata mpenzi mwingine. Frank alipata upenyo na kuingia ikulu kwa sherehe ya mtoto Ryan, lakini mambo yakaenda mrama wakati aligundua Charlene ako na mpenzi mwingine. Na vile muonyesha wivu ndiye mwenye mapenzi ya kweli kwa mwenzio, Frank alijaribu kuzua vurugu ili atetee himaya yake, lakini kile hakukijua ni kuwa walinzi walikuwa macho. Mudaku wa makala haya aliniarifu kwamba Frank Okay, calm down. Mudaku wa makala haya aliniarifu ya kwamba Frank alitimbwa makonde na mateke kavu, na kama sio rafiki yake ambaye jina lake limebanwa alichukua sehemu ya pigo, sasa hivi Frank angekuwa mwenda zake. Vita ilipochacha, George Ruto, ambaye ni ndugu yake Charlene Ruto na ambaye ni kitinda mimba wa Rais William Samoei Ruto, aliamrisha walinzi wa ikulu wakafukuze wanahabari na kufuta video na picha ambazo walikuwa wamenakiri za tukio hilo la fedheha. Hii sio mara ya kwanza tukio kama hili kutokea huko kwa ikulu ya Kenya. Mwaka wa 2021, wakati wa utawala wa Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta, vita ilitokea ikulu kama ya Marekani na Iran, wakati warembo wawili walijikuta mahala pamoja na mpenzi wao Jomo Kenyatta, ambaye ni mtoto wa rais huyo wa zamani, wakati alikuwa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Istoshe, mabinti hao ndio walipigana katika club moja ya mabwanyenye mtaani Lavington, punde tu mmoja wao aligundua mwenzake akona namba ya simu ya Jomo Kenyatta. Rais William Ruto hajaongelea tukio hili hadharani, lakini imejitokeza bayana kuwa rais huyo wa 5 wa Jamhuri ya Kenya amejawa na fedheha kwa hilo dhihaka Frank alilitenda ikuluni. Rais William Ruto mwenyewe amepotea kutoka kwa uso wa umma kwa siku 2 sasa tangu kurejea nchini kutoka ughaibuni na kukuta kiongozi wa upinzani Rigathi Gachagua amechachisha maandamano. Shukran kwa kusikiliza NSN International, na kwa taarifa hizi na zingine kumbuka kubonyeza kibonyonyo cha kusubscribe na kufinya alafa ya kengele ili uwe ukijulishwa kila wakati tuko na video mpya.